Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana mtakatifu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Niko hapa kukufundisha kwa habari ya dhambi. Dhambi ya kuvaa suruali kwa wanawake. Wanawake wengi wanavaa suruali wao wakiamini kwamba ni mavazi ya wanawake, na wakati mwingine wanaamini ziko suruali za kiume na suruali za kike. Lakini kwa mujibu wa neno la Mungu hakuna suruali ya mwanamke. Suruali ni vazi la mwanaume. Sasa tutakwenda kujifunza neno la Mungu kwa kuwa neno la Mungu ndilo linalotuongoza. Sasa usipolijua neno la Mungu, maana yake wewe uko gizani na utakuwa unatenda dhambi bila kujijua kama unatenda dhambi. Sasa leo nitakufundisha dhambi ya kuvaa mavazi ya kiume au suruali kwa wanawake ni vazi la kiume. Sasa nitakuchambulia na suruali zenyewe ambazo wanawake huwa wanazivaa. Na ziko suruali ambazo wako wanawake watakatifu wamekubali kumwishi Kristo katika roho na kweli na kuliishi neno lake, lakini shetani amewanasa, wanavaa suruali wao hawajui kama hizi ni suruali. Sasa yote nitakuwekea na suruali zote nitakuwekea hapa, utaziona. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 22 na ule mstari wa 5 imeandikwa, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Unaona, neno la Mungu linasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanamume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Kwa hiyo mavazi ya mwanaume yameelekezwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo ni lazima ujue vazi la mwanaume ni vazi gani. Sasa suruali ni vazi la mwanaume. Ukisoma kile kitabu Danieli sura ile ya 3 na ule mstari wa 21 imeandikwa, basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu ya amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wake ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Unaona hapa Shadraka, Meshaki na Abednego wanatupwa kwenye lile tanuru la moto. Walipotupwa kwenye lile tanuru la moto, Biblia inasema walivaa suruali zao. Kwa hiyo suruali ni mavazi ya wanaume na wala sio mavazi ya wanawake. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka, ukifungua kile kitabu cha Kutoka, ziko aina ya suruali sasa hapa zinatajwa. Kuna zile suruali mwanaume anavaa ndefu na zile suruali ambazo mwanaume anavaa fupi. Sasa hapa kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 28 ule mstari wa 42 imeandikwa, nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani, na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kukutania, hapo watakapoikaribia madhabahu, ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Unaona, Mungu anamwagiza Musa awafanyie mavazi ya kikuhani. Mavazi atakayowafanyia yanatajwa hapa, kuna kanzu, kuna joo, lakini pia wanataja suruali kuanzia kiunoni mpaka mapajani. Unaona, anasema nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani. Unaona, zinaitwa suruali. Kwa hiyo kuna zile ambazo zinaitwa bukta, zinaanzia kiunoni mpaka mapajani. Hizo kwenye Biblia zinaitwa suruali. Makuhani walikuwa wakizivaa hizo, alafu nje wanavaa kanzu, wanavaa majoo. Kwa hiyo zilikuwa zinaitwa suruali. Sasa shetani anachokifanya, atafanya namna ili wewe utende dhambi. Kwa hiyo ametengeneza leo
tight. Kuna tight zile za wanawake wanaita kwamba inaanzia kiunoni mpaka mapajani. Sasa hizo wanawake wanaita ni tight za wanawake. Hapana, ukisoma kwenye Biblia, nguo ile suruali ambayo ilitengeneza mguu mmoja wa kulia, mguu mmoja wa kushoto, zilizofika kwenye mapaja, hizo zilikuwa zinaitwa suruali. Kwa hiyo ni uongo wa Shetani ili wanawake hawa wamtumikie Mungu, mwisho wa siku washindwe kuingia mbinguni. Leo hii Shetani ameweka vikwazo vingi kwa wanawake, hasa kikwazo hiki cha kuwavika suruali. Suruali ni vazi la kiume, na ndio maana hawa watu hawataweza kuingia mbinguni. Yeyote anayevaa suruali, iwe ni ile fupi wanaita tight au zile tight ndefu, hizo zote ni suruali, wala sio suruali za kike. Hakuna suruali ya kike kwenye Biblia. Sasa Mungu anasema katika kile kitabu cha Sefania, maana yake unapovaa mavazi yasiyokupasa, mavazi yasiyokupasa, maana yake wewe utahukumiwa. Sefania sura ile ya kwanza ule mstari wa 8 anasema, na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Unaona, Mungu atawahukumu hawa watu waliovaa mavazi ya kigeni. Hili ni neno la Mungu, huwezi ukayaondoa haya kwenye Biblia. Haleluya, huwezi ukayaondoa haya maneno kwenye Biblia. Kwa hiyo neno la Mungu ndio hukumu yako. Sasa Shetani anachokifanya ili utende dhambi, atakusababisha wewe uende kinyume na neno. Kwa hiyo Shetani ni mungu wa dunia hii, ametengeneza utawala mwingi, uharibifu mwingi, ametengeneza kila aina ya utawala. Ndio maana neno la Mungu nasema usifuatishe dunia hii wala mambo yaliyomo katika dunia. Kwa hiyo dunia kuna mambo mengi, kuna mavazi mengi. Sasa yako mavazi ambayo wewe hupaswi kuyavaa, ni mavazi ya kigeni. Mavazi ya mwanaume kwa mwanamke, hayo ni mavazi ya kigeni, na mwanaume akivaa mavazi ya mwanamke, hayo ni mavazi ya kigeni. Lakini pia yako mavazi ambayo Mungu hataki wewe uyavae, ni mavazi ya ufalme wa giza. Sasa ni lazima haya yote uyajue. Kwa hiyo ninakufundisha ewe mwanamke, dhambi ya kuvaa mavazi ya mwanaume. Wengi wanavaa suruali. Hizi suruali wanazovaa za jinsi, suruali wanazovaa za vitambaa. Shetani kaweka mifumo. Kuna kazi ambazo lazima uvae suruali, lazima uvae suruali mwanamke. Maana yake hiyo kazi utapokea fedha sawa, lakini umeenda kinyume na neno la Mungu. Siku unyakuo ukija, huwezi ukaingia mbinguni. Ndio wale ambao watasema, Bwana, hatukunena kwa lugha, hatukufanya unabii, hatukutoa mapepo kwa jina lako. Mungu atawakataa. Kwa hiyo usiangalie kunena kwa lugha, usiangalie kwamba wewe unaombea watu na mapepo yanatoka, na mwanamke wewe unavaa suruali, maana yake wewe mbinguni hutoingia. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwanamke Mkristo ambaye umeokoka na unafanya biashara ya kuuza suruali za kike, wewe hutoweza kuingia mbinguni, maana unatenda dhambi juu ya biashara unayoifanya. Hiyo biashara sio mapenzi ya Mungu. Hakuna biashara ya kuuza suruali za kike, hakuna. Hapo unamsaidia Shetani kazi. Kwa hiyo lazima ujue iko dhambi ya kufanya biashara ya mavazi ambayo ya kigeni au sio sahihi mbele za Mungu. Kwa hiyo muombe Bwana Yesu akubadilishie hiyo biashara, maana hiyo biashara haimpi Mungu utukufu. Sasa kuna watu walishawahi kuniuliza kwamba sasa mchungaji, tusipovaa tight zile za tight tunachubuka. Nisikilize, usifuate mawazo yako. Hakuna ambaye asiyevaa tight kwamba anachubuka, hakuna. Huo ni uongo wa Shetani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka usimame kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Omba, unapoomba Mungu atakuwezesha. Na mwingine akaniuliza, akaniambia sasa tunavaa kuna wengine wana miili mikubwa na miili yao ni milaini, akitembea inatikisika sana, wanawake. Kwa hiyo asipovaa tight zile za kumbana, zile tight, kwa hiyo huyu sasa yeye mwili wake utakuwa unatetemeka sana. Sasa tutavaa nini? Tunavaa tu gauni, tunavaa na chupi ndani. Basi nikamwambia hivi, mtumishi wa Mungu, Mungu anataka uombe. Unapomuomba Mungu atakuelekeza mavazi sahihi, kwa sababu Mungu anasema ombeni nanyi mtapewa. Lakini nikamwambia jambo moja, ziko zile sketi wanawake huwa mnavaa.
wanaita wengine magagulo. Sasa kuna zile sketi ambazo mtu anashona, unashona sketi nzito kabisa nzuri. Ukisha shona zile sketi, umevaa nguo yako ya ndani, unashona sketi yako vizuri, unaivaa ile sketi yako, unakuja kuvaa gauni lako, maana yake umejistiri vizuri sana, umejistiri vizuri sana. Sasa wengi hawavai zile nguo za ndani, hawavai zile wanaita gagulo kwa wanawake, ambazo ni sketi. Kuna zile sketi unashona sketi nzito, unavaa ndani nzuri, hakuna shida yoyote, unavaa nguo yako, mwili wako unakuwa umejistiri vizuri sana. Mungu anataka uliishi neno lake. Bila kuliishi neno lake hutaweza kuingia mbinguni. Sasa uamue, ufuate kawaida za ulimwengu huu au ulifuate neno la Mungu. Kama kweli unampenda Mungu, utalifuata neno la Mungu. Suruali ni za wanaume na wala sio za wanawake. Kwa hiyo nyinyi wanawake ambao mnavaa suruali, haijalishi huko makanisani kwenu wanahubiri nini, mimi nakufundisha wewe kwamba hii ni dhambi na hutoweza kuingia mbinguni na dhambi hii ya kuvaa suruali. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaniuliza, mchungaji, mavazi gani sasa ni sahihi kwa mujibu wa neno la Mungu? Ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9, ukianzia ule mstari wa 36, hapa utamwona yuko mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Dorcas. Huyu alikuwa akishona mavazi matakatifu kwa ajili ya wanawake, na haya mavazi alikuwa anazishona kanzu. Huyu alikufa akarudishiwa uhai tena, kwa sababu tu wajane walilia mbele ya Petro, wakamlilia kwamba huyu ndiye alikuwa tukitushonea mavazi matakatifu. Walikuwa wakimwonyesha zile kanzu alizozishona huyu mwanamke Dorcas. Ikalazimika huyu mwanamke Dorcas arudishiwe uhai kwa sababu alishona mavazi matakatifu kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo mavazi matakatifu ambayo unapaswa kuyavaa wewe ni hayo hapo. Leo hii mnaita magauni, lakini kwenye Biblia zinaitwa kanzu. Hayo ndio mavazi matakatifu. Bwana Yesu azidi kukubariki. Neema ya Bwana Yesu iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amen.